Finya hiyo red. Watazamaji wetu, naomba niwasalimie hii jioni njema. Hapa tuko ni Kahawa West. Tuko na ushirika ambapo tumekuja kutembelea mjobangu Baba Faith na Mama Faith. Tuko hapa na washirika kina mama wa AIPCA ambao wamemletea mjobangu ushirika. Ninaye hapa kaka yangu ambaye ni mume wa my cousin ambaye anaitwa Hussein. Tukaonelea ni vyema tuwe na ushirika. Mimi ni Mkristo na ndugu yangu Hussein kaka yangu ni Muislamu. Na ningeomba Bwana Hussein, habari yako? Nzuri sana kaka. Sasa ingekuwa ni vyema, sababu hapa katika nchi yetu pande zingine unakuta kwamba watu wako na ubaguzi sababu ya kabila, sababu ya dini. Sijui kuna jambo moja ungeguzia ili Wakristo na Waislamu wafahamu kwamba sisi ni kitu kimoja na sisi ni jamii moja. Thank you my brother. Kitu ya kwanza, sisi wote Waislamu na Wakristo tumetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu yetu ni mmoja, manake ile hewa yenye Muislamu anavuta ndio hewa yenye Mkristo anafuta. Ile maji yenye Muislamu anakunywa ndio maji yenye Mkristo. Yes. Hii dini tulifikishwa na watu ambao kwamba walitukujia kama wakoloni. Ni kweli. Mzungu akatuvalisha wengine wetu nyororo. Yes. Na Mwarabu akavalisha wengine wetu nyororo. Yes. Tulikuwa watumwa, slaves. Yes. Tulikuwa tunafanywa kama punda. Yes. The same people wakatuletea dini ambapo kwamba hii dini ilikuwa imetufikia. Yes. Kulingana na knowledge yetu na culture yetu. Yes. But the difference yenye tunaletewa na wazungu na hawa Waarabu ni tofauti ya kibiashara. Ni kweli. Kusema Muislamu ni adui ya Mkristo. Yes. Na Mkristo ni adui ya Muislamu. Yes. Na ukiangalia Mungu wetu ni mmoja. Muhammad alikuja kutufundisha tusiabudu sanamu, tuabudu Mungu. Yesu pia prophet alikuja kutufundisha tusiabudu sanamu, tuabudu Mungu. Hata katika Biblia Yesu anasema Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu yangu umeniacha na the same God mwenye ametuma Yesu ndiye ametuma Muhammad na akatuweka pamoja. Akatuweka pamoja. Ndio. So sisi kutafautiana kidini ni kufundishwa mafundisho ambapo kwamba tukifuata kwa undani sisi wote ni kitu kimoja. Maana Mungu anatuambia hakuna binadamu mchafu. Na ndugu Hussein, huenda hii mambo ya dini kule Marekani, nchi zingine ambazo zimeendelea, hatuyasikii mambo ya ubaguzi na dini, hatusikii mambo na rangi, lakini tukija hapa Afrika unakuta kuna huo ubaguzi kwamba watu hawezi shirikiana waendeshe maisha yao wakiwa kama jamii moja. Sijui unaweza semaje hapo? Hii ubaguzi iko ndani ya Afrika. Ndio. Manake Mwarabu na Mzungu alisema malaika ni mweupe, ndio, shetani ni mweusi. Ndio. Umefahamu? Nafahamu. Ndio maana magurudumu ya gari ni nyeusi. Ni kweli. Barabara gari inapitia ni nyeusi. Na sisi wa Afrika ni weusi. Sasa wanajaribu kutuonesha hao mashetani wako ndani ya Afrika kuliko wazungu. Ukiangalia kwa ukweli sisi wa Afrika ndio dini ilitufikia kabla iwafikie. Ndio. Umeelewa? Na unakuta machafu yale iko ndani ya Afrika imekujia kwanza watu wote kabla itukujie. Ndio. Sisi. Kuona wanaume kwa wanaume ilianza na Waarabu na Wazungu. Ndio. Sasa ndugu Hussein, kuna hii jambo la kusaidiana katika kanisa, katika ushirika. Sisi kama Wakristo husikia kwamba katika misikiti kuna huko kusaidiana. Mmoja wao akiwa na shida, ndugu akiwa na shida. Sijui hapo ungesema mnaendesha maisha namna gani? Sisi kwanza tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu alituletea dini. Ndio. Na Mungu ni tajiri. Ni kweli. Mungu hahitaji sadaka kutoka. Ni kweli ndugu Hussein. Kenye Mungu anataka kutoka kwetu ni ibada. Ni kweli. Kumwabudu. Ndio. Kutodhulumiana. Ndio.
kutotengana, ndio, kufanya usherati, ndio, kufanya uchawi, ndio, sio na kucommit adultery. Ndio. Those are the things Mwenyezi Mungu anakataza. Ni kweli. Na katika sadaka, ndio, sadaka wakati tunaambiwa charity begins at home. Yes. Siwezi peleka msikiti 1,100 Ndio. na baba yangu anakunywa dupia. Ni kweli. Mwenyezi Mungu hawezi kubali hiyo sadaka. Ni kweli. So sadaka unaanzia nyumbani. Ndio. Unasaidia ndugu yako. Ndio. Ndio ukisaidia ndugu yako unaenda kwa jirani. Ndio. Ndio unakuja kwa society. Ni kweli. Mungu hataki sadaka. Ndio. Lakini Mungu kwa yale unatoa ndio anakubariki, anakuongezea. Kidogo ni ulise swali hapo, sababu sisi kama Wakristo huwa tuna hii mambo ya tithe, kuna mambo ya offertory, mambo ya thanksgiving. Sijui kwenu hiyo pesa ikishachangwa inaendeshwa namna gani? Sisi tukichanga pesa tunachanga na lengo. Ndio. Kama kuna mtoto amekosa kuenda shule, mayatima, ndio, wajane, ndio, kuna wale maskini, ndio, hata kuna mtu unaweza kuta ako na familia, ndio, lakini hana uwezo. Ni kweli. Tunamchangia, tunampatia aanze biashara. Ni kweli. Na katika ile Eid ambayo kwamba tunaitanga Eidul Fitr, ndio, Eid ya pili katika ya Uislamu, ndio, huwa tunaendanga kufanya hesabu katika mali yetu. Ndio. Ukiangalia kama uko na ngamia 10, ndio, unatoa moja unapea maskini. Wonderful. Kama uko na wholesale ya chakula, ndio, unapiga hesabu, ndio, unaangalia kwa mwaka unafaa kutoa sadaka, ndio, zaka, ndio, ile inakuwa accountable. Ndio. Kama ni 1,000,000, hiyo 1,000,000 unachukua unapatia mtu mmoja. Yeye naye akipata anafanya accountable kwa ile pesa. Ndio. Kama ni 100,000 anatoa, kwa hiyo 1 million anapea mwingine. That is how we help each other. Hiyo ndio inaitwa charity, hiyo ndio inaitwa sadaka. Sasa Bwana Hussein, siku hizi mimi wanatembea Mombasa. Na kama pale Kongowea kuna wakati nilikuwa nikipita nikakuta kuna msikiti unajengwa. Lakini nikasikia watu wakisema kwamba mtu hujitolea, Waislamu hujitolea. Hapa Wakristo si una mabilionea wengi hapa Kenya hii. Lakini unakuta kwamba ikija ni ujezi wa madhehebu, mara saa zingine inachukua miaka mingi, sababu lazima kila mtu achange. Hapo ungetaka kutupea mawaidha gani hapo, kama Wakristo? Mawaidha yenye ukilinganisha na Waislamu. Ningependa kusema ndio, na singejua maadili ya Kikristo. Ni kweli. Kwanza msikiti na kanisa ni mali ambapo kwamba ya kuomba Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Mkristo anapaswa kufundishwa kwamba ndio, Muislamu akifika masaa ya kuswali na hakuna msikiti karibu, ndio, anaruhusiwa kuingia kanisa, aweke mkeka, aswali na aondoke. Mkristo pia anaruhusiwa ndio kuja msikiti, ndio, aombe Mungu yake na aende. Ndio. Lakini tusiwekwe tofauti ya watu weupe, ambapo kwamba wanapigana kwa vita ya kiuchumi. Ni kweli. Na chochote ambapo kwamba inaambatana na Mwenyezi Mungu. Ndio. Sisi kama msikiti, ndio, kuna mtu hujitolea ardhi. Ndio. Ukijitolea ile ardhi, ndio, mfadhili anajitokeza. Kwa sababu hakuna mtu hataki kupata baraka kwa Mungu. Ni kweli. Ili mali yako izidi kubarikiwa, lazima utumikie Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Kutoa sadaka, kulea mayatima, kuchimba visima. Ni kweli. Ndio unakuta mtu anajenga msikiti, ndio, ili aweze kupata nini? Baraka. Ile yani vile sasa unasemanga unapeleka mali yako benki, ndio, unatoa kwa hiyo njia, Mwenyezi Mungu anafanya nini? Ndio, anakuchunga. Mtazamaji mwenzangu, umesikia kwamba kati ya dini ya Uislamu na Ukristo hakuna tofauti. Kwa hivyo ningeomba sisi wa Kenya tuweze kuwa na ushirikiano, tukubali tusiletewe migawanyiko na wale watu wa ng'ambo wa nchi za nje ambazo zimeendelea, ili nasi tukiendelea kutengana na kugombana, wao wanaendelea na kujifaidi na ardhi zetu. Asanteni sana Bwana Hussein, nashukuru kwa hiyo nafasi, nashukuru kwa hiyo interview. Mungu akubariki. Na nikiongeza ya mwisho, katika maumbile ya Mwenyezi Mungu, ndio, hakuna binadamu mchafu. Ni kweli. Hakuna binadamu anaitwa VIP ama high table. Ni kweli. Tunaruhusiwa tukae na mwizi, tukae na mlevi, ndio, tukae na mkahaba, tukae na chokora, tuwabadilishe, kuweka mapenzi kwa roho yao. Sasa hii mimi Muislamu, nikikunywa na hiki kikombe, iwe ni Muislamu ama Mkristo mwenzangu anakuja, ni kweli, mbele ya Mwenyezi Mungu, akichukua ile kikombe apanguze, ndio, anayeleta madhara na ugonjwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Hapana. Yeye akipanguza, anamaanisha yeye ni msafi kuliko tayari amekosea nani? Amekosea Mungu. Sasa unaona zamani wakati wa wazazi wetu, we share one cup.
Because everyone is clean. That is true. Hakuna binadamu mchafu mbele ya Mwenyezi Mungu. We are all equal. Kama hakuna binadamu mchafu mbele ya Mwenyezi Mungu, ni kweli. Hakuna dini mbaya ama nzuri kuliko nyingine. It is a matter of knowledge. Ni kweli. Tufundishane, watu waelimike. Ni kiazio. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Asanteni sana watazamaji. Mungu awabariki pia. Na asante.